Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel yako pendwa ili kupata ripoti zetu zote. Asante. Jeshi la Magereza lapinga taarifa za mawasiliano yasiyo halali ya Tundu Lissu. Jeshi la Magereza Tanzania limetoa ufafanuzi rasmi likikanusha taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwepo kwa mawasiliano yasiyo halali yanayomhusisha mfungwa Tundu Antipas Lissu. Kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa Januari 25, 2026, jeshi hilo limesema taarifa hizo si za kweli na zinalenga kupotosha umma. Katika taarifa hiyo iliyosainiwa na msemaji wa Jeshi la Magereza, SACP Elizabeth G. Mbezi, imeelezwa kuwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za magereza nchini, wafungwa wote wanawasiliana kwa kuzingatia miongozo maalum iliyowekwa kisheria. Kanuni hizo zinaeleza kwa uwazi namna, muda na njia za mawasiliano yanayoruhusiwa, na hakuna mfungwa anayekubalika kuwasiliana nje ya utaratibu huo. Jeshi la Magereza limefafanua kuwa ujumbe unaodaiwa kusambazwa mitandaoni ukielezwa kuwa umetoka gerezani na kuhusishwa na ndugu Tundu Antipas Lissu si wa kweli na hauna uhalisia wowote. Taarifa hiyo imetajwa kuwa inalenga kuleta taharuki kwa jamii na kupotosha umma kuhusu usimamizi wa magereza pamoja na usalama wa wafungwa. Taarifa hizo ni za uongo na za kupotosha. Jeshi la Magereza linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia kikamilifu sheria, kanuni na taratibu zote, ikiwemo masuala ya mawasiliano ya wafungwa, imeeleza sehemu ya taarifa hiyo. Jeshi hilo pia limewahimiza wananchi kupata taarifa sahihi kupitia vyanzo rasmi vya serikali na Jeshi la Magereza badala ya kuamini taarifa zisizothibitishwa kutoka mitandaoni. Aidha, limeonya kuwa hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi ya watu au makundi yatakayobainika kusambaza taarifa za uongo zinazoweza kuhatarisha usalama wa taifa au kuleta mkanganyiko kwa umma. Mwisho, Jeshi la Magereza limewahakikishia Watanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu, weledi na kwa kuzingatia misingi ya utawala wa sheria, huku likilinda usalama wa wafungwa na maslahi ya taifa kwa ujumla. Asante kwa kuendelea kuwa na sisi kila uchao. Tafadhali subscribe kwa habari punde kila siku.